Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limerusha makombora mawili na kuziangamiza meli zilizopita katika mlango wa bahari wa Hormuz mnamo usiku wa Jumatatu, na imeripotiwa kupitia shirika la habari la Axios likinukuu maafisa wawili wa Marekani. Meli mbili za kibiashara zimeharibiwa vibaya kutokana na kupita bila kutoa taarifa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, ripoti hiyo ilisema ikinukuu afisa wa Marekani. Shirika la uendeshaji wa biashara ya bahari ya Uingereza UKMTO limesema mapema Jumanne ya leo kwamba meli ya mafuta iligongwa na kombora lisilojulikana upande wa bandari yake ilipokuwa ikisafiri kuelekea kusini takribani kilomita 15 mashariki mwa Lima ya Oman na kusababisha moto. Hata hivyo, hatua hiyo inakuja baada ya mazungumzo yasiyokuwa moja kwa moja kati ya Marekani na Iran kumalizika wiki iliyopita bila dalili yoyote ya umma ya kuelekea kwenye amani ya kudumu, licha usitishaji wa mapigano kwa siku 60 ulioinua kutoa nafasi kwa diplomasia kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel ambayo ilisababisha mzozo huo. Rais wa Marekani Bwana Trump mnamo Jumatatu alisema kwamba Marekani itafikia makubaliano na Iran au kumaliza kazi, akisisitiza msimamo wake wakati Tehran ikifanya ukaidi kufuatia mazishi aliyokuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Makombora yetu na ndege zisizokuwa na rubani ziko tayari kufyatua risasi, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu walionya. Hata hivyo, Iran imezionya meli kupita katika eneo la bahari la mlango wa Hormuz na imesema kwamba halitokubali meli yoyote kupita bila ridhaa yao. Moja ya meli zinazoshambuliwa inaonekana kuwa ni Al-Rekayat, meli ya gesi asilia iliyoyeyushwa inayomilikiwa na kusimamiwa na Nakilat, kitengo cha usafirishaji wa kampuni cha LNG ya Qatar. Wall Street Journal ilisema na kuongeza kuwa meli hiyo iligongwa upande wa bandari juu ya chumba cha injini. Moto uliwaka katika chumba cha injini na umejaa moshi. Haiwezi kutathmini uharibifu zaidi, ingawa wafanyakazi walikuwa salama na wamekusanyika kwenye ubao wa nyota, WSJ imenukuu. Chombo hicho kilikuwa kwenye mlango wa bahari wa Hormuz katika ghuba ya Oman wakati kiliposhambuliwa, Wall Street Journal imesema. Wawekezaji wamekuwa wakifuatilia kwa karibu mazungumzo kati ya Marekani na Iran kuhusu hatima usafirishaji wa meli kupitia lango la bahari la Hormuz, wakati ukifuatilia urejeshaji wa mauzo ya mafuta katika ghuba. Mtazamaji wa The World News, eneo la mlango wa bahari wa Hormuz bado si salama kwa upitishaji wa meli kama ambavyo inaelezwa na baadhi ya vyombo mbalimbali vya habari, kutokana na namna ambavyo wa Iran wamesema wao ndio wadhibiti wa mlango huo wa bahari wa Hormuz ndani ya siku 30, lakini pia wao kwa sasa ndio ambao wanaudhibiti mlango wa Hormuz na kwamba hakuna yeyote mwenye ruhusa kupita isipokuwa kwa makubaliano ambayo yatakuwepo kati ya walinzi katika eneo hilo la Hormuz na makampuni ya meli ambayo yatapita katika eneo hilo, licha ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akieleza kwamba yeyote anaweza kapita katika lango hilo la Hormuz bila kuwa na changamoto yoyote. Na mpaka sasa Hormuz imekuwa ni moja kati ya mambo ambayo yanasababisha makubaliano kuwa tete, kadhalika na Lebanon. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.